Ndugu zangu wa Tanzania, mimi nataka nitumie lugha nyepesi sana. Ukikopa fedha zinakuwa sio za aliyekukopesha, zinakuwa za kwako, kwa sababu utalipa. Uwezo ukaenda benki ukakopa ukajenga nyumba afu nyumba ikawa ya benki, wakati nyumba ni ya kwako wewe. Si unalipa? Ukimaliza kulipa nyumba, si unaendelea kuishi mwenyewe? Na tafsiri nyepesi ya kukopa, unakopa ili uharakishe kutekeleza jambo unalotaka kulitekeleza leo, wakati unaendelea kurudisha mkopo wako pole pole. Ukimaliza hudaiwi, ulichokuwa unakifanya ni cha kwako, maisha yanaendelea. Fedha za mikopo ni fedha zetu, kwa sababu tutalipa. Na wako watu wanataka kutupotosha sana kwenye eneo hili. Tunakopa kwa sababu tunakopesheka. Mzee Mwaikenda, nenda benki pale sasa hivi, kawaambie nataka bilioni 2, uone kama watakupa. Lazima wakwambie, tuonyeshe utalipaje. Utajieleza, nitalipa kwa hivi na hivi na hivi. Watajiridhisha pasipo mashaka kama kweli una uwezo wa kulipa. Wakiona una uwezo wa kulipa, wanakupa. Huna uwezo wa kulipa, mzee wangu, upewi hata 100. Kwa hiyo mkiona tunakopeshwa, maana yake tunakopesheka. Sasa ndugu zangu, nimeona niseme hilo kwa utuo, kwa sababu kila wakati bajeti ikitolewa kuna watu wanapita kuwatisha Watanzania, watu wapate hofu, mpaka watu wanaanza kugawana, mimi sijui inatakiwa nilipe shilingi ngapi. Hakuna mtu atakayetozwa fedha za mfukoni kwa kulipa deni la taifa. Deni la taifa tunalilipa kwa kutumia fursa tulizonazo, ambazo fedha zile zinakuja kutengeneza mazingira ya uzalishaji, kujenga reli, kujenga barabara, kununua ndege, kujenga hospitali, kujenga shule, kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali. Kazi yetu sisi wa Tanzania ni kwenda kutumia hizo fursa ili nchi yetu ipate fedha irudishe deni. Achaneni na ile siasa ya kusema sasa hapa mimi nadaiwa milioni 1, mimi sijui na nini. Ni watu ambao wanapenda kutisha watu. Sasa naomba niwahakikishie kwamba tuko vizuri. Uwezo wetu wa kujitegemea ambao Mheshimiwa Rais anautekeleza kwa nguvu kubwa sana unakwenda vizuri. Tunajitegemea kwa zaidi ya 74%. Ni mwelekeo mzuri. Tulikotoka sitaki kutaja exactly mwaka, tulikuwa bajeti ya serikali inajitegemea kwa 37%. Tukashangilia kweli tulipofika 50%. Leo tuko 74%. Na nataka niwaambieni, kwa mwendo huu tunaokwenda, huko tunakokwenda tutajitegemea kwa asilimia nyingi zaidi. Kwa sababu fedha tunazozikopa tunawekeza kwenye maeneo ambayo yataongeza uzalishaji, yatajenga uchumi imara zaidi, na mapato ya nchi yataongezeka. Kwa hiyo tutakuwa tunaweza kuendesha bajeti ya serikali kwa 100% kwa fedha zetu. Inawezekana, zikiwemo tunazokopa, kwa sababu na zenyewe ni za nini? Ni za kwetu. Sasa pamoja na hayo yote, hali ya uchumi pia inakwenda vizuri. Tunakwenda vizuri. Kwa mwaka 2025 ukuaji wa uchumi wetu ulikuwa wastani wa 5.9, na matarajio yetu ni kwamba mwaka huu tutapanda mpaka kufika 6.3, kwa sababu tunakwenda vizuri, na hivi ni viashiria ambavyo vimepimwa hadi kufika mwezi wa 3 mwaka huu. Mfumuko wa bei pia uko vizuri, tuko ndani ya kiwango kilichowekwa katika ukanda ambacho ni 5%. Sisi mfumuko wetu wa bei uko kwenye wastani wa 3.4. Akiba yetu ya fedha za nje tuna dola za Marekani bilioni 5.72. Tunaweza kununua bidhaa na huduma kwa takriban miezi 4.4. Lakini pia thamani yetu ya shilingi dhidi ya dola ya Marekani, ambayo inatumika katika kupima uchumi mwingi duniani, inaendelea kuimarika. Tunaimarika sasa kwa wastani wa 2.7. Lakini pamoja na haya yote, jambo muhimu kwa Watanzania wenzangu ni kuendelea kulipa kodi. Tuendelee kulipa kodi, kwa sababu kodi ndio msingi wa maendeleo. Na nachukua nafasi hii kuwapongeza kwa dhati mamlaka yetu ya mapato TRA. Jana wamesherehekea kutimiza miaka 30. Tumepiga hatua kubwa sana kupitia TRA. TRA wakati inaanzishwa mwaka 1995-96, makusanyo yalikuwa shilingi bilioni 25. Leo hii TRA inakusanya shilingi trilioni 3, bilioni 3,000 kwa mwezi. Kutoka bilioni 25 mpaka bilioni 3,000 kwa mwezi. Tunakusanya fedha nyingi ambazo zinatusaidia katika kuendesha huduma mbalimbali, kununua bidhaa kwa ajili ya Watanzania na kuwahudumia kwenye maeneo mbalimbali.
ninapenda kuchukua nafasi hii kuipongeza TRA kwa sababu ukiwa na taasisi dhaifu haya mafanikio tusingeweza kuyapata. Na muda mfupi uliopita nilikuwa naongea na Kamishna Jenerali wa TRA kakaangu Yusuf Mwenda. Ameniambia mwezi huu wa 6 tutakusanya shilingi trilioni 3. Lakini kuanzia mwaka ujao wastani tuliojiwekea kwa mwezi itakuwa ni makusanyo ya shilingi trilioni 3.4 kwa mwezi. Tunataka tukusanye kwenye mwaka ujao shilingi trilioni 41 kupitia TRA peke yake. Trilioni 41. Na hizo zote zinakwenda kwenye bajeti ya serikali. Bado kwenye maeneo mengine ambayo tunakusanya fedha kwa ajili ya kuendesha huduma mbalimbali za nchi. Kwa hivyo ndugu zangu, ni kweli kwamba deni la taifa limeongezeka. Najua hili limezungumzwa sana. Deni letu la taifa sasa limefika shilingi trilioni 114.34, lakini ni deni ambalo kwa sehemu kubwa tumekopa fedha kutoka nje takriban shilingi trilioni 75.89 tumekopa kutoka nje ili tutekeleze miradi yetu mbalimbali ambayo hapa nitawaambia, na deni la ndani ni kama trilioni 38.44 ambayo ni sawa na asilimia 33 ya deni lote. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka tuharakishe miradi mbalimbali ambayo wananchi wa Tanzania wanaisubiri. Tunatekeleza mradi wa ujenzi wa reli hapa. Ni mradi ambao tutaugharimia kwa takriban shilingi trilioni 30. Hizi fedha ukienda uchukue zote kutoka kwenye makusanyo ya nchi, tutasababisha Watanzania wakose huduma. Kwa tunakwenda tunakopa, tunatekeleza miradi hii, lakini ni miradi ambayo itakapoanza kazi itarudisha fedha, na huku mbele nitawaambia ni kwa namna gani. Naomba kusisitiza, fedha hizi tunazokopa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya wananchi ni fedha ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Najua wapotoshaji wanavolisema huko ni kama vile tunakopa fedha alafu tunakwenda kugawana. Hizi sio fedha za kugawana kama njugu. Ni fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maendeleo. Na tathmini inaonyesha kwamba deni letu la taifa bado ni himilivu sana. Ukomo wake wa deni la serikali kukopa kwa pato la taifa ni asilimia 55. Sisi mpaka sasa tuko asilimia 40.7. Thamani halisi ya deni letu ni kama nilivyowaambia hapo juu. Kwa tuko ndani ya kiwango kinachohusiwa kukopa. Na ndugu zangu, nataka niwaambie wale watu wanaotaka kuwatisha watu kuhusu deni la taifa, nchi zote duniani zinakopa. Na nawapeni kazi waandishi wa habari. Nendeni mkagugu hapa, sitataja nchi yoyote. Lakini nendeni mkagugu. Mjiulize, hiyo nchi inayotajwa kuwa ina uchumi mkubwa duniani, wastani wake wa ukopaji kwa pato la taifa ni kiasi gani? Ziko nchi zimeshakopa kwa sisi tunazungumza asilimia 40.7. Ziko nchi zimefika asilimia 230. Nilikuwa naangalia muda uliopita. Kuna nchi mojawapo hapa Afrika imeshafika asilimia 270. Ziko nchi huko Ulaya ambako ndio tunazichukua kama mfano, zimekopa kwa asilimia 170. Sisi tuko asilimia 40. Kwenye wastani wa uhimilivu, kwenye ukomo, hizi zimevuka, ziko 130, 170, 160, 230. Sisi tuko kwenye 40. Tunakopa kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ambayo yataleta matokeo mazuri. Na tunaandaa mkutano ambao waziri wa fedha atakutana na nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa uchumi, aliyebobea katika uchumi. Atafanya uchambuzi sasa wa maana yake ni nini. Tulifanya mwaka jana, tutarudia, kwa sababu wanaopotosha wanaendelea kupotosha, na sisi tutaendelea kufafanua. Ukipotosha tunafafanua, tunawaambia Watanzania ukweli wa mambo yanakwendaje. Hatutaweza kuwaacha Watanzania wabaki na maswali ambayo hayana majibu. Sawa sawa ndugu zangu. Lakini pia nataka niwaambie kauli hizi za upotoshaji mara nyingi wanaokwenda kupotosha hawatasema fedha tunazokopa au kwenye uchumi wetu, makusanyo yetu tunayapeleka wapi. Na leo nataka niwaambie, na somo langu litasema hawatawaambia. Watakwenda tu deni la taifa kubwa, lakini hawatawaambia yafuatayo. La kwanza, hawatawaambia kama tumetekeleza mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ambako tumetumia fedha za Kitanzania shilingi trilioni 6
na bilioni 558.579. Hawatawaambia kama mradi huu, maana wengi serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, fedha za mradi huu zilikuwa zimelipwa kwa 20%. Katika kipindi chake amelipa kwenye mradi huu kwa 80%, zaidi ya shilingi trilioni 5.23. Hawatawaambia kuhusu manufaa ya mradi huu. Hawatawaambia juu ya kuongezeka kwa umeme katika gridi ya taifa. Mwaka 2021 kwenye gridi ya taifa tulikuwa na megawati 1902. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kwenye gridi ya taifa tuna umeme megawati 4038, zaidi ya mahitaji yetu ambayo ni takriban megawati 2000 na kitu. Najua wengi mmetikiswa na tatizo lililojitokeza jana, lakini ndugu zangu waandishi wa habari, yale ni matatizo ya kiufundi. Tulipata itilafu kwenye gridi ya taifa. Mitambo yetu kule, kwa sababu imefungwa mifumo ya kidijitali, iliona kuna matatizo kwenye matumizi. Ni kama wewe kule nyumbani kwako ukiwasha umeme ukazimika kwa sababu circuit breaker imekatika. Imekata kwa sababu kuna hatari ilikuwa inakuja kuathiri nyumba yako. Kwa hiyo mitambo yetu kule imewekewa mifumo ya kujilinda. Kwa kilichotokea jana, kulitokea changamoto kwenye matumizi ya umeme. Mitambo kule ikajizima. Ilipojizima ikabidi TADESCO mafundi watafute tatizo liko wapi, wamelipata, wamelitatua, na majira kama ya saa 6 za usiku nchi nzima ilirudi katika upatikanaji wa umeme. Halikadhalika baadhi ya huduma muhimu ambazo zilipata shida, mojawapo ni usafiri wa SGR. Baada ya umeme kurudi, treni zimefanya kazi, abiria wamesafirishwa na tunarudi kwenye ratiba yetu ya kama kawaida. Hizi ni changamoto za kawaida, zinatokea mahali popote duniani. Maana kuna mtu anaweza akasimama hapa akasema kama vile Tanzania peke yake ndio kuna changamoto za namna hii. Zinatokea kokote duniani. Nashindwa tu kutaja nchi, lakini mimi nina ushahidi, sio wa kuambiwa wala wa kusoma, wa mimi mwenyewe. Nchi imeendelea, iko juu kiuchumi, kunatokea changamoto, vitu vinabadilika. Ratiba za treni zitabadilishwa, ratiba za ndege zitabadilishwa, umeme unakatika na kurudi. Lakini nataka niwahakikishie kwa hili la SGR ambalo limeleta maneno mengi sana, pamoja na changamoto zilizojitokeza, pia serikali kupitia wizara yetu ya uchukuzi inazo hatua zingine ambazo zinaendelea, ambazo ni sehemu ya utekelezaji wa huu mradi, za kuhakikisha pale kunapotokea changamoto kama hizi, huduma zinaendelea kama kawaida. Mradi wetu bado unatekelezwa, msisahau wa Tanzania. Tumeanza tu Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Bado kazi inaendelea. Hata huku na kwenyewe viko vitu tunaendelea kuvikamilisha, kuviweka vizuri. Kwa changamoto kidogo kidogo zinakuwa zinajitokeza kwa sababu hatujafikia 100% ya mradi wetu kwenye baadhi ya maeneo. Tunatoa huduma lakini tunaendelea kuboresha. Ziko sehemu tunaendelea kujenga reli, na ziko huduma muhimu hata kwenye sehemu ambayo tunatoa huduma tunaendelea kuziongeza. Na sisi sio ajabu hata hizo nchi, kwa sababu kwanza pia teknolojia inabadilika. Ni lazima pia mjue. Unaweza kuwa umekamilisha mradi kwa 100%, teknolojia imebadilika, kitu ulichokuwa umekifunga kule hakifai, inabidi ukibadilishe uweke kingine, au ulichokuwa nacho kimechoka, inabidi ubadilishe uweke kingine. Kwa changamoto za namna hizi zinajitokeza, na zikijitokeza Watanzania tuelewe kwamba haya ni mambo ya kawaida. Kwenye umeme kuna mambo mengine pia hawatawaambia kwamba sasa hivi katika jitihada zetu za kufikia megawati 70,000 ifikapo mwaka 2050 tumetekeleza mradi wa umeme jua wa Kishapu megawati 50, bilioni 118. Hawatawaambia kuhusu mradi wa uzalishaji wa umeme Kinyerezi 1 extension, tuliamua kuongeza megawati 185, shilingi bilioni 517. Hawatawaambia kuhusu ukarabati wa kituo cha umeme cha Hare megawati 21, tumetumia pale shilingi bilioni 64. Hawatawaambia katika kipindi cha miaka minne kati ya mwaka 2021 hadi sasa zimeongezeka katika grid ya taifa megawati 2350 zikiwemo za kutoka bwawa la Nyerere. Hawatawaambia kuhusu mradi wa kutumia maji wa Malagarasi ambao unazalisha umeme megawati 49 kwa shilingi bilioni 396.44. Mradi wa kufua umeme wa Kakono megawati 87. Hawatawaambia mpango wa uzalishaji wa umeme kufikia megawati niliwaambia 70,000 ifikapo mwaka 2050
lakini tutafika megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Haya yote ndugu zangu ni mafanikio makubwa, na maeneo mengine mengi yataendelea kunufaika kadiri tunavyoongeza uwezo wetu wa kuzalisha umeme. Nimewaambia somo letu leo, hawatawaambia uwekezaji ambao serikali imeufanya kwenye sekta zingine. Na niwaambie sekta ya kilimo kwa mfano. Hawatawaambia kwamba katika awamu ya 6 tumeshuhudia ongezeko kubwa la bajeti ya sekta ya kilimo kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22. Sasa hivi tunazungumza bajeti ya shilingi trilioni 1.19 kwenye bajeti ya 2025-26 na 26-27 ambayo tumeongeza kidogo. Na jitihada hizi hawatasema zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta nafuu katika kazi za wakulima. Mnafahamu zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo. Sasa kupitia nyongeza hii ya bajeti, serikali imeongeza mawanda ya programu ya ruzuku ya mbolea. Mwaka 2022 wakulima waliopata pembejeo walikuwa milioni 2,842,891. Hawa wakulima walinunua tani milioni 2,246,348 za mbolea zenye thamani ya shilingi trilioni 4. Sasa kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4 kupitia ruzuku, serikali ilitoa ruzuku ya shilingi trilioni 1 na bilioni 45. Hili jambo hawatakuja kuambia hata siku moja. Na hizi ni fedha ambazo zimekwenda kuongeza matumizi ya mbolea kwa wakulima wetu, na kwa mtindo huo pia zimeongeza uzalishaji. Siku nyingine nitakuja niwaeleze kwa kina. Lakini kwa kifupi, pia uzalishaji wa mazao ya chakula baada ya program kama hizi umeongezeka kutoka tani milioni 17,148,290 kwa mwaka 2021-22. Hivi sasa tumefikia tani milioni 23,783,128. Hili ni ongezeko la 38% na kufanya tuwe na utosherevu wa chakula wa kufikia 130%. Na maana yake ni kwamba tunaweza sasa kuuza chakula nje ya nchi. Mwaka 2021 programu hizi za kwenye kilimo au bajeti iliyoongezeka kwenye sekta ya kilimo imeongeza uzalishaji kwenye mazao ya biashara. Uzalishaji katika mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 973,439 mwaka 2021-22 na sasa tumefikia tani milioni 1,596,311 mwaka 24-25, ongezeko la 63%. Hali kadhalika tumefanya nyongeza kwenye uzalishaji wa korosho, umeongezeka kutoka tani 210,000 sasa tumefika tani 617,000. Kwenye tumbaku kutoka tani 185,000 sasa ni 300,000 kutoka ya msimu wa mwaka 2025-26, sawa na ongezeko la 317%. Tumefikia huko kutoka tani 58,500 kwa msimu wa 2020-21 hadi kufikia tani 185,776 kwa msimu wa 2025-26. Ongezeko kubwa, wakulima wetu wanapata fedha. Lakini pia uzalishaji kwenye miwa umeongezeka kutoka tani milioni 3,889,657 ambazo zilizalisha tani 367,718 za sukari mwaka 2021 hadi kufikia tani milioni 4,479,283 za miwa ambazo sasa zimezalisha tani 431,394 kwa mwaka 2025-26, ongezeko la 117%. Watu wanasahau mapema, tulikuwa na upungufu hapa wa sukari. Tunakabiliwa na upungufu wa sukari unasumbua, lakini sasa tumeongeza uzalishaji na uwezo wetu wa kuzalisha sukari umekuwa vizuri. Hali kadhalika tumepiga hatua kubwa kwenye mkonge na kwenye kahawa pia, ambayo pia uzalishaji wa kahawa umeongezeka kutoka tani 59,318 hadi kufikia 74,663. Uzalishaji pia wa mazao ya bustani na mbegu pia umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hii serikali nayo ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji kwa kutekeleza miradi 780. Kati ya hiyo ujenzi na ukarabati wa miradi 28 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 23,528 umekamilika, na miradi 118 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 232,658 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tunaendelea kufanya upembuzi yakinifu katika maeneo mengine ili tuweze kupata
matokeo makubwa zaidi kwenye eneo la umwagiliaji. Ndugu zangu waandishi wa habari, yako pia maeneo mengine ambayo wanaosema deni la taifa limeongezeka hawatasema, hawatawaambia kuhusu ujenzi wa barabara za lami. Hii leo mikoa yetu yote imeunganishwa kwa barabara za lami. Unaweza ukasafiri kutoka Dodoma, kutoka Dar es Salaam kwenda sehemu yoyote. Na watu wanasahau mapema sana kwamba katika hivyo vipindi wanavyotaja kwamba tulikuwa na deni dogo la taifa, ilikuwa ukitaka kwenda Mwanza lazima upite Nairobi. Ukitaka kwenda Bukoba lazima upite Nairobi. Ilikuwa shughuli pevu kutoka hapa. Nilikuwa naongea na kaka yangu Profesa Kayarara, katibu mkuu wa uchukuzi. Ananiambia mimi nilikuwa natoka Dodoma kwenda Singida. Ni safari ya siku 1.5 wakati barabara haipo. Mvua inanyesha, gari linakwama. Leo hii unateleza tu. Haya mambo yanafanyika kwa sababu tunawekeza. Ndege zetu, shirika letu la ndege ATCL, hivi ninavyozungumza nanyi, hawatawaambia, hawatasema huko, jamani deni la taifa limeongezeka, tuna ndege 16, hawasemi. Lakini shirika letu ATCL lina ndege 16. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna itilafu. Ndege zote 16 hivi ninavyozungumza zipo angani. Zinakwenda zinatua katika vituo takriban 25 nchi nzima. Na tarehe 2 nimewaambia wanaanza kwenda Urusi, Moscow. Baada ya wiki moja ATCL inaanza kwenda Oman, Muscat, ndege za moja kwa moja. Hivyo ndivyo tunaongeza utalii, na siku nyingine nitakuja kuambia ni namna gani mapato yetu ya utalii pia yameongezeka. Kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotuletea watalii wengi na kutuletea mapato mengi. Safari za treni za Dar es Salaam Dodoma, wote mashuhuda. Mko hapa Dodoma, wote nyinyi mnatumia SGR. Mnaona namna ambavyo uchumi wetu umebadilika, na kazi ya ujenzi wa vipande vingine vya SGR zinaendelea. Achana na upotoshaji wa kwamba miradi imekwama. Hakuna mradi uliokwama hata mmoja. Kazi zinaendelea. Tunakwenda katika serikali hii ya awamu ya 6. Serikali ilifika ikakuta ujenzi wa reli unafanywa katika vipande viwili. Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Serikali imeanza kujenga SGR kutoka Dodoma kwenda Tabora, kutoka Tabora kwenda Isaka, kutoka Isaka kwenda Mwanza, kutoka Tabora kwenda Kigoma, kutoka Kigoma kwenda Msongati. Vingapi hivyo? Huko kote zimewekwa fedha. Sasa unatekeleza miradi yote hiyo, deni la taifa lisiongezeke. Hizo fedha unazitoa wapi? Tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotupatia uchumi mkubwa. Watu hao hawatatuambia kuhusu mafanikio makubwa kwenye bandari ambayo huko nyuma tulikotoka kwenye miaka hiyo wanayolinganisha. Bandari yetu ilikuwa inahudumia makontena 50,000 tu kwa mwaka. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, bandari yetu ya Dar es Salaam kwa mwaka inahudumia makontena 130,000. Hivi sasa bandari yetu inapitisha shehena ya mzigo tani milioni 30 kwa mwaka. Na lengo letu tufike tani milioni 60 inshallah mwaka 2030. Inawezekana. Unapozungumza mafanikio makubwa kama haya, unazungumza kuongeza pato kwenye taifa, kukuza uchumi wetu. Hawatawaambia kama kuna kazi kubwa inaendelea ya ujenzi wa bandari zetu. Nendeni Mwanza mkaone kazi kubwa iliyofanyika ya ujenzi wa bandari pale Mwanza. Ununuzi wa meli katika Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, na kazi zinaendelea. Ujenzi wa bandari zetu Mbamba Bay. Tunajenga bandari kubwa Mtwara pale kwenye kinaitwa kisiwa cha Mgao kwa ajili ya kusafirisha makaa ya mawe na simenti ule unaitwa mzigo mchafu. Tunajenga, tunafanya uwekezaji. Bandari ya Tanga, hawatasema haya mambo, hawatawaambia. Lakini pia yako maeneo mengine ambayo pia tunafanya uwekezaji kwenye miradi ya maji. Maana wanaweza kusema mnafanya maendeleo ya vitu, hamfanyi maendeleo ya watu. Tunatoa huduma za kijamii. Miradi ya maji, hawatawaambia uwekezaji wa shilingi trilioni 3.41 ambazo zimewekezwa kwenye miradi ya maji kati ya mwaka 2021 na mwaka 2026. Shilingi trilioni 3.411 zimewekezwa kwenye miradi ya maji. Bajeti ya maji imeongezeka kutoka shilingi bilioni 680 ya mwaka 2021. Hivi sasa bajeti yetu ya Wizara ya Maji ni shilingi trilioni 1.12. Ni fedha zinazokwenda kupeleka maji kwa Watanzania.
Na ndio maana tunazungumza upatikanaji wa maji vijijini umefika 85.5, mijini imefika 95.2. Maana yake ni kwamba tumetumia fedha kuwapatia maji wa Tanzania. Upatikanaji wa maji umeimarika na wananchi sasa kero ya maji imepungua. Hatujamaliza kabisa, lakini kero kwa kiasi kikubwa imepungua. Wote mnafahamu mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria, mradi mkubwa wa maji wa Mugando, Kiabakari, Butiama, mradi wa ujenzi wa mfumo wa kutibu maji katika mji wa Bunda, mradi wa ujenzi wa chanzo cha maji wa Butimba katika jiji la Mwanza. Kulikuwa na changamoto kidogo wiki iliyopita, lakini zimefanywa kazi na tunaendelea kuimarisha upatikanaji wa maji. Lakini mradi wa maji wa Kiaka Bunazi katika wilaya ya Misenyi, mradi wa kusambaza maji katika eneo la Olkesmet wilaya ya Simanjiro, mradi wa maji wa Dareda, Singu, Sigino na Bangala mkoani Manyara. Miradi 218 chini ya mpango wa maendeleo ya ustawi wa taifa wa mapambano dhidi ya uviko ambayo imetekelezwa katika maeneo mbalimbali, na wananchi wetu takriban milioni 2 wamepatiwa maji na huduma zinaendelea kutolewa. Na jana wizara yetu ya maji wametiliana saini utekelezaji wa mradi wa bwawa la Farkwa, mradi ambao utakwenda kumaliza tatizo la maji Dodoma. Baada ya serikali kuhamia Dodoma, uwezo wa mamlaka ya maji safi na maji taka katika mji wa Dodoma imepata changamoto kubwa. Maji hayatoshi. Tunaanza safari ya kuleta maji mengi kutoka Farkwa, wakati miradi mingine kama ya kuleta maji kutoka Ziwa Victoria inaendelea na upembuzi yakinifu na utekelezaji utakapoanza ili Watanzania wengi waweze kupata maji. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia tunayo maeneo mengine ya miradi ambayo hawatawaambia. Tunatumia shilingi trilioni 2.86 kwa ajili ya ujenzi wa barabara, madaraja na viwanja vya ndege katika maeneo mbalimbali. Tusipowekeza leo tutachelewa. Kwa hiyo lazima tutafute fedha, tuzikope, tujenge barabara, tuweke madaraja, tuweke viwanja vya ndege ili tuweze kupata fedha tuhudumie wananchi vizuri. Hawatawaambia kuhusu shilingi trilioni 1.59 zilizowekezwa kwenye miradi ya nishati ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme kama nilivyowaambia hapo juu. Kwa hiyo kazi kubwa inafanyika. Sasa hapo kuna uchambuzi mrefu nitawapa waandishi wa habari baadaye, mkienda kuandika huko muweze kuandikia Watanzania waone kwa uchambuzi, kwa sababu muda pia hauruhusu. Lakini pia kwenye maeneo mengine, afua nyingine za kuimarisha uchumi, kwa mfano uwekezaji kwenye meli. Wote mnajua MV Mwanza katika Ziwa Victoria tumewekeza takriban shilingi bilioni 103 na meli yetu tayari imekamilika. Lakini pia ununuzi wa ndege kama nilivyosema, ambazo zinaendelea kutoa huduma. Tumefanya pia maendeleo makubwa katika sekta ya afya. Nendeni mkaangalie, nitawaambia sasa kwa jumla kwa sababu muda hautoshi. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa kununua vifaa vya matibabu kwa ajili ya Watanzania. Tumenunua vifaa vya kupimia CT scan, MRI, ultrasound na nyingine nyingi. Ukienda pale Ocean Road, tumenunua mtambo wa kisasa Afrika Mashariki na Kati hakuna, inaitwa PET scan. Mlimuona waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa katika uzinduzi wa ule mtambo. Ni uwekezaji mkubwa unakwenda kutusaidia sisi Watanzania katika matibabu ambayo tuliyapata nje ya nchi, lakini pia unatuongezea bidhaa nyingine inaitwa utalii wa matibabu. Watu sasa wanatoka nje ya nchi wanakuja Tanzania, wanakwenda Dodoma, wanakwenda Benjamin Mkapa kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu serikali imenunua vifaa vya kisasa, imesomesha madaktari bingwa. Tunao madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi ambao wanatoa huduma za matibabu. Uwekezaji huu wote unatumia fedha nyingi ambazo zinatokana na fedha za Watanzania kutoka kwenye budget na fedha ambazo tunakopa kwa ajili ya kuharakisha upatikanaji wa huduma hizi. Lakini ndugu zangu, nchi yetu pamoja na kutekeleza miradi hii inaendelea kutekeleza afua nyingine mbalimbali ambazo zitatuwezesha kukuza uchumi, na ni mambo mazuri yanavutia kimataifa. Mojawapo ni maonesho mbalimbali ambayo tunashiriki ndani na nje ya nchi. Nchi yetu inashiriki katika maonesho mbalimbali kimataifa. Wizara zetu mbalimbali tumeweka kama kipaumbele, kwa sababu tunakwenda kutangaza ili watu duniani kote waje wanunue ama watumie kahawa ya kutoka Tanzania, chai ya kutoka Tanzania, korosho, madini na bidhaa nyingine mbalimbali.
Sasa niko hapa kuambia kwamba pia kwenye nchi yetu tupo katika maandalizi ya kuanza maonesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam Sabasaba. Na leo hii hapa ninao wenzetu kutoka TanTrade, na nitampa kama dakika 2 aje azungumze mpaka sasa hapa tumejiandaa kwa kiasi gani, lakini tunaanza maonesho haya atakuja atawapa taarifa kwa kina, lakini ni eneo la kimkakati ambalo litatuwezesha kutangaza bidhaa zetu. Linatoa fursa kwa wageni mbalimbali ambao wanakuja nchini kwetu kwa ajili ya kutangaza bidhaa zao. Yako maeneo ambayo sisi pia tunahitaji kuyajua ili tuweze kuyafikia, lakini pia muhimu zaidi, kupitia maonesho haya ya Sabasaba tunapata fursa ya sisi kutangaza biashara zetu. Sasa naomba mwakilishi yule kutoka TanTrade kwa dakika 1 nikukaribishe uje hapa uambie tumejiandaa nini kuelekea maonesho ya Sabasaba. Karibu sana. Manake mambo tunakwenda kwa ushahidi. Asante sana. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, napenda kuwakaribisha Watanzania wote katika kushiriki katika maonyesho ya biashara ya Dar es Salaam. Mwaka huu tunashiriki maonyesho ya 50 ya maonyesho ya biashara Dar es Salaam, ambayo ni jubilee ya golden, ambayo ni ya kipekee kabisa. Tunakaribisha Watanzania, na kwa sasa maandalizi yamekamilika kwa 100%. Ambacho tunakisubiri ni Watanzania kutembelea maonyesho hayo ambayo yameanza hivi leo tarehe 28 na tarehe tarehe 13 mwezi wa 7, kujionea teknolojia mbalimbali ambazo zimekuja kutoka katika mataifa mbalimbali, lakini pia vile ambavyo Tanzania tunavizalisha tunavionyesha kwa wenzetu. Na kwa sasa tunategemea tutakuwa na mataifa zaidi ya 23 ambayo yatashiriki maonyesho hayo, ambayo yatakuwa na teknolojia mbalimbali, lakini pia tutakuwa na makampuni zaidi ya 4000 na watembeleaji zaidi ya 5,000. Kwa hiyo tunategemea, tunawakaribisha Watanzania kutembelea maonyesho hayo kuanzia leo tarehe 28 mpaka hapo takuwa mwisho wake. Kwa nafasi hii, asante sana. Asante sana. Kwa hiyo naomba kutumia nafasi hii kutoa wito kwa Watanzania kujitokeza kwa wingi katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Twendeni kwenye maonesho, yameanza leo, tunakwenda mpaka tarehe 13 ya mwezi wa 7. Twende tukaone bidhaa mbalimbali. Twende tukakutane na wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali duniani. Mwaka huu ni wa kipekee. Maonesho haya yanatimiza miaka 50. Ni maonesho ya 50 ya Sabasaba. Tumepiga hatua kubwa, na kwetu sisi tunaona hii ni fursa muhimu ya kuhakikisha tunaitangaza nchi yetu kimataifa, na tunawashukuru sana. Na napenda kuchukua nafasi hii nifikishieni salamu hizi kwa mkurugenzi mkuu wa TanTrade Bi Latifa kwa kazi kubwa mnayoifanya TanTrade, kwa sababu tumeona ongezeko kubwa la nchi mbalimbali duniani zinazokuja kwa ajili ya kuonesha. Na sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tutakuwa katika viwanja vya Sabasaba tukionesha bidhaa yetu ya sanaa, utamaduni na michezo. Pale watakuwepo wasanii, watakuwepo watu wa michezo, tutaonesha makombe mbalimbali, tutaonesha mastaa mbalimbali, tuwaoneshe eneo hili la michezo na ubunifu na burudani ambavyo ni afua muhimu ya kujenga uchumi wetu. Tunawakaribisha sana katika eneo letu kama ilivyokuwa kawaida. Pale zitapigwa singeli, zitapigwa burudani mbalimbali. Si mnajua sisi kazi yetu ni heka heka. Kwa hiyo tunapeleka heka heka ya kutosha katika viwanja vya Sabasaba. Karibuni mjitokeze kwa wingi. La mwisho, Wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumeandaa kongamano la Kiswahili Ufaransa. Kongamano letu litaanza tarehe 4 hadi tarehe 7 ya mwezi wa 7 nchini Ufaransa. Tunaomba, tunajua Watanzania wote hatuwezi kwenda huko, wachache tutakao kwenda tutawakilisha, lakini wengine fuatilieni matangazo kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Tazameni fursa mbalimbali. Tunasema ni kongamano la Kiswahili, lakini hili ni kongamano la Kiswahili na utamaduni na fursa mbalimbali za Mswahili. Tunakwenda kutangaza utamaduni wa Mtanzania. Tukienda kutangaza utamaduni wa Mtanzania kwenye kongamano hili, tunavutia watu watakaokuja katika maeneo mbalimbali, watakaokwenda Ruvuma kwenda kuona utamaduni wa Wangoni, wa Wayao, wa Wandendeule, utamaduni wa Wamatengo, watakwenda Kagera kuona utamaduni wa Wahaya, watakwenda Tanga, watakwenda Kigoma, watakuja Dodoma, watakwenda katika maeneo mbalimbali duniani, kwa sababu tunatumia kongamano hili kimkakati. Na ndugu zangu, duniani sasa hivi utalii unabadilika. Yaani ule utalii wa vitu tulivyovizoea unaanza unaondoka. Sisi Wakinga tuna lugha tunasema sasa hivi tunakwenda kwenye well-being tourism. Yaani mtu anakwenda kufanya utalii kwenye maeneo yanayomhusu yeye na ubinadamu wake.
Sasa eneo la kwanza linalomhusu binadamu na ubinadamu wake ni utamaduni, well-being tourism. Kwa hiyo tunataka tutumie hili eneo kimkakati, na Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo mahususi kwamba badala ya kuwa tunafanya kongamano hili ndani ya nchi, sasa tulipeleke nje ya nchi, ili tukienda kule tuende tukawaoneshe vyakula vya Watanzania, watu wapende kutumia vyakula vinavyozalisha na Watanzania. Nimewaambia hapa matani yaliyoongezeka kwenye kilimo. Ni kupitia makongamano kama haya ndio tunakwenda kutangaza kwamba Tanzania kuna mchele mzuri, Tanzania kuna kahawa nzuri, Tanzania kuna madini mazuri ya Tanzanite yanapatikana Tanzania na sio sehemu nyingine. Tunakwenda kuambia juu ya ukarimu wa Watanzania. Tunakwenda kuambia kuhusu amani na utulivu uliopo Tanzania, ili watu wapende kuja kuwekeza Tanzania. Tunakwenda kutumia jukwaa kubwa la UNESCO kule Ufaransa kutangaza haya mambo mazuri ya Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri Paul Christian Makonda anatoa wito kwa Watanzania wote kuhakikisha makongamano haya yasiende bure. Kila mmoja ajiwekee lengo kwamba kutoka kwenye kongamano hili nanufaika na nini. Mtasikia tutakapokuwa kule, wako watu watasema, sasa baada ya kongamano hili tunakuja Tanzania kufundisha Kiswahili, au tunataka Watanzania waje Ufaransa waje kufundisha Kiswahili. Watanzania walimu wa Kiswahili, jiandaeni, kaeni mkao wa kula. Hii ni fursa. Kupitia kwenye kongamano hili tunakwenda kukutana na wadau wenzetu katika sekta ya michezo. Tutakwenda kupata fursa ya vijana wetu kwenda kwenye akademia mbalimbali za michezo. Tuandae vijana wetu kwenda kushiriki michezo. Michezo sasa hivi ni biashara kubwa. Wote mnaona kombe la dunia. Mnaona jinsi wale wachezaji wanavyopishana na madege wanakwenda kwenye mashindano. Wamejenga uchumi kupitia michezo. Kwa hiyo wizara hii pia sio ya mchezo. Na ndio maana Mheshimiwa Rais kwa makusudi kabisa kwenye wizara hii ya habari, utamaduni, sanaa na michezo ameongeza budget kutoka shilingi bilioni 35 mwaka 2021. Sasa hivi wizara hii budget yake ni shilingi bilioni 529. Tunajenga viwanja Arusha kule, tushafika 84% sasa hivi. Ule uwanja mpya kabisa, state of the art, one of the best stadiums tutakuwa nazo Tanzania. Tunajenga uwanja Dodoma. Mkandarasi alikuwa anatuzingua sasa hivi tunamkimbiza, anakwenda kwa spidi kubwa. Tunajenga viwanja vya mazoezi kule Zanzibar. Ujenzi wa uwanja wa Fumba uko zaidi ya 60%. Tunajiandaa kwa ajili ya AFCON mwaka 2027 kwa sababu ni fursa muhimu ya kutangaza nchi yetu, kutangaza utalii wetu, kutangaza madini na mambo mengine mengi. Kwa ndugu zangu, nawakaribisha sana kufuatia kongamano letu kule Ufaransa. Fuatilieni kupitia vyombo vya habari. Idara ya habari maelezo itakuwa live muda wote. TBC watakuwa live, wanarusha matukio yote yanayotokea kule. Fuatilieni ili muone fursa mbalimbali zinazojitokeza huko. Lakini wakati huo tusiache kuendelea kujiandaa kwa ajili ya AFCON 2027. Tujipange kimkakati. Tusibaki tunalalamika. Huna sababu ya kusema kwa nini hiki hamjafanya. Wewe mwenyewe unafanya biashara ya kuuza nguo, umejipangaje kiAFCON? Unafanya biashara ya kuuza chakula, umejipangaje kiAFCON? Usitengeneze eneo lako la chakula pale Dar es Salaam au kule Arusha eneo la chafu. Yaani lazima uliweke eneo liwe vizuri. Hoteli yako umeitengenezaje? Unaifanya biashara ya madini, unaifanya biashara ya mazao, mnayetaka kutengeneza connection na watu mbalimbali duniani. Hizi ndio fursa zenyewe. Na Mheshimiwa Rais ametuelekeza tufanye hivi kwa sababu anatambua kupitia connections hizi tutaharakisha uchumi wetu. Sasa ndugu zangu, mambo yako mengi. Namuona na Kevin nikasimama hapo, muda umekwisha. Basi naomba nitumie nafasi hii kutoa nafasi kwenu. Kwa yeyote mwenye swali basi mniulize maswali. Nitapokea maswali yenu. Nitakakuwa na majibu hapa nitawapa. Tunapo Mabeja, nafanya kazi na magazeti ya Nipashe. Wakati unatoa taarifa yako kuna kitu uko umekigusia kuhusiana na kukua kwa deni la taifa. Ukasema zile fedha ambazo zinakopwa haziji kugawanwa kama njugu. Lakini hivi karibuni kumekuwa kuna changamoto au kuna malalamiko ambayo yamekuwa kibuka kwa wananchi, lakini na kwa baadhi ya wengine ambao ni viongozi, wameshakuwa viongozi wakuu ambao wameweza kuiongoza nchi yetu katika kipindi kilichopita, kutokana na kuwepo kwa malalamiko ambayo yamekuwa yakitokea kuwa kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakitumia vibaya vyeo vyao kuweza kujilimbikizia mali. Hata hivi karibuni ilitoka taarifa ya kuna chombo cha habari kilimnukuu mmoja kati ya viongozi ambao walikuwa mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, Profesa Musa Sadi, kuwa kuna waziri ambaye
hana miaka 5 katika uongozi wake, lakini amejilimbikizia mali za kutosha. Sasa ningetaka nijue labda kauli ya serikali, kama malalamiko hayo ambayo yamekuwa kitoka, nini hatua mnachukua, lakini pia ni kitu gani ambacho nyinyi mnadhani kimetokea kwa kufikia katika hali hii hapa? Asante sana. Asante po, nitakuwa najibu kila swali ili yasije yakawa najirudia. Deni la taifa nimewapa maelezo ya kutosha, na ndio msimamo wa serikali kwamba fedha tunazozipata iwe kutoka kwenye mapato ya ndani ama kupitia mikopo ambayo tunaipata, tunazielekeza kwenye miradi ya maendeleo. Sasa nchi yetu ina sheria. Kama kuna mtu anafanya makosa katika matumizi ya rasilimali za taifa, anafikishwa mbele ya vyombo vya sheria na anachukuliwa hatua. Tuhuma ulizozisema bahati mbaya hazikuwa na uthibitisho. Kwa mtu yeyote, iwe huyo uliyemtaja ama yeyote mwenye ushahidi wa kiongozi yeyote wa serikali ama mtumishi yeyote wa serikali aliyefanya matumizi mabaya ya fedha za umma, taratibu zipo, toa taarifa, weka uthibitisho, hatua zinachukuliwa. Nchi hii sio banana republic kwamba mtu anaweza akawa anajivunjia sheria anabaki salama. Ukivunja sheria utachukuliwa hatua. Kwa kama kuna mtu katumia fedha za umma na ushahidi huyo ulimtaja kama anao ama mtu mwingine anao, fikisha kwenye vyombo vya kisheria, hatua zitachukuliwa. Hakuna kulemba maneno. Umefanya ufisadi, sheria zinakataza, umevunja sheria, utapelekwa mahakamani. Huo ndio msimamo wa serikali. Karibu. Asante msemaji. Naitwa Deo Kaji Makomba. Natoka Deutsche Welle na Focus News Tanzania TV1. Amenifilisi swali langu la kwanza, nilikuwa na maswali mawili lakini nimepata swali jingine. Kwa hiyo nitakuwa na maswali mawili. Mosi, tumesikia hivi karibuni kwanza rais akizungumza kuhusu matumizi kupunguza ndani ya serikali, ikiwemo matumizi ya magari mengi katika misafara, ikiwemo msafara wake mwenyewe. Bi mkubwa akikiri kwamba anaanza mwenyewe. Imepita miezi kadhaa. Na hivi majuzi kabla ya kuhitimishwa bunge, wabunge walizungumza sana kuhusu serikali imekuwa ikiwa na matumizi makubwa, hususan magari ya kifahari, tunaona ma VXR na mengineyo. Na hapo umezungumza kwamba tunakopa fedha na tunaziona kweli zinaelekea katika ujenzi wa miradi ya kimaendeleo ambayo Watanzania wananufaika nayo kwa namna moja ama nyingine. Je, kama serikali alilolizungumza bi mkubwa, na mzungumzia Rais Samia Suluhu Hassan na hapa karibuni viongozi wengine wakizungumzia matumizi ya haya magari ya kifahari, mashangingi na ma-VXR, mnaacha lini? Kwa sababu tunayaona yanaunguruma. Hilo ni moja. La pili, nikimalizia ili nisichukue muda mrefu, tunaiona SGR ikioperate ama ikifanya kazi kutoka Dar es Salaam Dodoma. Kwa kweli ni faraja kubwa. Sisi wengine tumechoka sasa, jua linazama, kusafiri kwa basi Dodoma mpaka Dar ni muda mrefu, umri unakwenda pia. Lakini tumegundua kwamba SGR iliyopo hivi sasa labda kuna uwalakini ndani yake, na nitapenda majibu kutoka kwako. Mabewa ya kawaida ya hawa raia wa kawaida sisi ya shilingi 50,000 yanajaa. Maana yake demandi ni kubwa. Raia wa kawaida wanataka kusafiri na SGR. Alafu haya mabewa mengine tunazungumza ndio yale ya kifahari, sijui Rakshale, sijui Royal, mnayajua nyie kategori zake. Ya bei za laki na kwenda juu. Yanakwenda Dar es Salaam yako empty. Huu ni utafiti nilioufanya. Na ukitaka kupata safari ya hiyo shilingi 50,000 kwa leo huwezi kupata mpaka ukate siku 4 before. Sasa swali langu la msingi, serikali inachukua juhudi gani za makusudi kuharakisha kuongeza mabehewa? Au kama haya yanayozungumzwa Royal yanakwenda empty, kwa nini yasibebe hawa raia wa ngazi ya chini ili uchumi uweze kwenda juu? Msigwa, naomba majibu yako tafadhali. Kwanza nitakupa tiketi moja ya Royal na wewe usafiri kama hujawahi kusafiria. Najua, lakini na mimi nakwambia wewe umeniambia hujawahi kusafiria, nitakupa tiketi ya Royal usafirie ili ukaone, kwa sababu najua
Deukaji Makoba unafanya kazi kubwa na nzuri. Na nianze na jambo hili. Ni kweli baada ya kuanza kutoa huduma za SGR tumepata changamoto kubwa ya mahitaji makubwa kuliko treni tulizonazo ambazo zinatoa huduma. Kwa sababu kweli hata sisi hatukutegemea ingekuwa hivi. Tuliamini ingekuwa, lakini nikuhakikishie hakuna mtu anayenyimwa nafasi ya kusafiria kwenye madaraja yaliyopo kwenye treni. Wote wamepewa nafasi sawa. Sasa madaraja yale wakati mwingine unaweza ukaona behewa lina viti viko wazi. Lina viti viko wazi haina maana kwamba vile viti wamezuia watu wengine. Tumekuwa na changamoto kubwa ya watu wanalipia kiti alafu siku ya safari haji. Treni inapoondoka haji. Hasa kile kiti amekihifadhi yeye. Kwenye treni unakwenda mpaka muda wa mwisho kabisa uliowekwa, ndio hapo kile kiti kinaweza kikapewa mtu mwingine. Ikitokea hajatokea mtu mwingine, yule aliyekilipia kiti chake anabaki na nafasi yake. Lakini ni jambo ambalo tunalifanyia kazi kupitia TRC, tuone namna bora ya kufanya. Moja ikiwa ni kuongeza mabehewa, tuongeze safari nyingi zaidi kwa sababu tumeona mahitaji ni makubwa zaidi. Lakini Deukaji, ziko nyakati nyingine pia ambapo treni pia haijai. Sio nyingi, lakini ziko nyakati zingine pia treni haijai. Lakini haya yote tunayangalia, na hili ulilolisema tunaliona kwa umuhimu mkubwa kwamba kuna ulazima wa kuongeza mabehewa ili Watanzania wengi waweze kupata nafasi ya kusafiri kupitia SGR. Na endeleeni kutumia SGR. Tumeanza, kadiri tunavyokwenda tutazidi kuboresha huduma yetu, tuongeze upatikanaji wa huduma, watu wapate hizo tiketi kwa urahisi zaidi. Umezungumza kuhusu kupunguza matumizi. Ni maelekezo ya serikali na utekelezaji wake umeanza. Hasa Deukaji, hatutaweza kuuza yaliyopo ili tutekeleze. Yaliyopo yatakuwa yanatumika, lakini hatununui mengine. Sababu ni maelekezo yametolewa kwa kiwango ambacho tutakipanga, kwa sababu bado hatujafanya mabadiliko ya mfumo wa ununuzi wa magari ya serikali. Maelekezo yametolewa, ofisi ya waziri mkuu ambayo ndio inahusika na eneo hili wanaendelea kuchakata, watatoa utaratibu ambao tutakuwa tunauzingatia. Lakini kwenye matumizi ya magari ambayo tayari tumechukua hatua madhubuti. Mheshimiwa Rais mwenyewe alieleza siku ile kwamba wasaidizi wake wanasafiri kwenye vibasi. Sisi aliposema tu vile yeye na sisi automatic tukachukua. Kuna magari siku hizi yanaitwa Kasongo. Tumepunguza movement za Kasongo. Nyinyi angalieni Kasongo sasa hivi zimepungua mjini kwa sababu watu wanatumia public transport. Mimi leo nasafiri na kwenda Dar es Salaam. Gari yangu nitaiacha Dodoma. Ndio kupunguza matumizi kwenyewe. Maafisa wa serikali wanaokwenda Dar es Salaam wanapanda SGR, wakifika pale kama hakuna ulazima wa kuwepo na gari ya serikali Dar es Salaam, anatumia public transport, anamaliza kazi yake, anaondoka. Halikadhalika kwenda kwenye maeneo mengine nchini, kwenye mikoa mbalimbali, pale ambapo hakuna ulazima wa kutumia gari ya serikali, tunatumia njia nyingine za usafiri kwa ajili ya kupunguza. Lakini pia tumesikia michango ya wabunge. Serikali ni sikivu. Tunakwenda pia kuangalia maeneo mengine ambayo tutaendelea kupunguza bila kupunguza huduma za matumizi ya serikali, tukajikuta wananchi hawapati huduma. Ukakuta madaktari hawaendi kutembelea wananchi kule vijijini kwa ajili ya kutoa huduma za mkoba. Mkoba mnaifahamu? Zile outreach programs. Inabidi watu waende wakahudumiwe kule vijijini. Hasa wewe kumnyima daktari gari anakwenda kutoa chanjo kijijini ili Watanzania wenzetu wapone. Kwa hiyo tunakwenda kuliangalia, tupunguze matumizi lakini bila kuathiri huduma kwa wananchi. Swali jingine? Ndio. Karibu Mzee Mwekenda. Mimi naitwa Richard Mwekenda wa CCM Blog na kamanda wa Matukio Online TV. Umeeleza mpango mingi ya serikali, hongera sana, lakini mimi wasiwasi wangu ni kwa utekelezaji wa hiyo miradi mbalimbali ya maendeleo. Je, wale ambao wanakwamisha kwa makusudi utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo,
serikali ili kufikia dira 2050, serikali imejipangaje kukabiliana nao hao, au mtakuwa mnawachukulia hatua gani? Asante Mwaikenda. Utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo tumejipangaje kuhakikisha hakuna mtu anayekwamisha? Umeuliza swali kubwa na la msingi sana. Katika utekelezaji wa hii mipango wanahitajika Watanzania, wanahitajika watendaji, wataalamu mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali. Cha kwanza, serikali sasa hivi imewekeza katika mifumo ya kufuatilia utendaji wa watumishi wa serikali. Mnayeniona hapa na mkutano huu unaofanya ni sehemu ya majukumu ambayo yapo kwenye mfumo. Nisingefanya huu mkutano, nimetengeneza hoja ya ukaguzi. Kwa hiyo ofisi ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali wanafanya kazi yao. Tunayo ofisi ya mkaguzi wa ndani, lakini tunayo ofisi ya waziri mkuu ambao wana jukumu la ufuatiliaji wa utekelezaji wa ilani na mipango mbalimbali ya maendeleo. Ambaye atakwamisha kupitia kwenye mifumo anajulikana. Akijulikana, hatua zinachukuliwa. Na nyinyi wote mmemsikiliza msimamizi mkuu wa shughuli za serikali, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatoa ilani kwa watumishi na viongozi wote wa serikali kutekeleza wajibu wao, na ameshasema hata kuwa na mswalia mtume na mtumishi yeyote wa serikali au kiongozi aliyepewa madaraka ya kusimamia utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali, utoaji wa huduma kwa wananchi, ambaye hatatekeleza wajibu wake ipasavyo. Na cheche mnaziona. Waziri Mkuu yuko kila siku kwenye ziara, anafuatilia kijiji kwa kijiji, mtu kwa mtu. Kwa hiyo Mwaikenda, nikuhakikishie serikali imejipanga kusimamia utekelezaji huu. Lakini niwaombe Watanzania, ili tufikie ndoto hizi kubwa za dira ya taifa, ni lazima wote tushiriki. Kila mmoja tushiriki. Na niwaambie, najua watu wengi huwa wanapenda kubisha. Na mimi ndio wamenifanya kama shamba la bibi la kunisema. Watanzania, nchi yetu itajengwa kwa kazi. Tunataka haya tuliyosema 2050 yatimie. Ni lazima kila mmoja afanye kazi. Ni lazima tuzalishe. Hizo nchi ambazo wale jamaa wakija huko kwenye mikutano wanazisifia, watu wake wanafanya kazi. Mimi na jamaa zangu wanaishi Marekani. Unaenda pale hata kukutana naye uwezi. Mtu anafanya mpaka kazi 3 kwa siku moja. Yana anatoka hapa anaingia saa 1, anatoka saa 8, anaingia hapa saa 10, anatoka saa 4 usiku. Baada kutoka hapa anakwenda bar, kwenda kuhudumia watu. Unajua kuna vitu vingine walioko huko Ulaya huwa hawasemi. Anakwenda kuosha vyombo, anapata pesa. Wanafanya kazi. Mmenielewa? Lakini sasa sisi huku Tanzania ni maneno matamu hivi. Hapa unajua tutakupatia mkopo, tutakupatia hiki, basi mtu anyosha mguu, anatulia. Kwamba hii kazi itafanywa na serikali. Tukifanya hivyo, dira hii hatuifikii. Ni lazima kila mmoja afanye kazi. Jambo la pili, lazima tuhakikishe nchi yetu imetulia. Hakuna nchi inafanya maendeleo kama hakuna amani. Watu wanavurugana. Huyu anatia watu hasira, huyu anadhalilisha wenzake, huyu anatukana, huyu anafanyaje. Tukifanya hivyo hatutafanikiwa, hatutoboi. Na niwaombe sana ndugu zangu waandishi wa habari, tusichoke kuandaa maudhui ya kuhamasisha amani na utulivu wa nchi yetu. Tukifanya hivyo, haya mambo yote yanawezekana. Nataka niwaambie jamani, Wakinga wanasema the sky is the limit. Hakuna kisichowezekana. Kufikia uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 inawezekana. Waliofika huko ni binadamu, wana vichwa, wana mikono kama sisi na wana akili kama za kwetu. Lakini sisi tuchague. Tumekubaliana kwamba sasa tujielekeze kufikia kwenye hatua hii, ama tunataka tuwe tunakesha majukwani tunabishana. Huyu anasema hiki, huyu anasifia wazungu, huyu anasifia nani? Yaani wewe kabisa unakaa kwa Watanzania, unakwenda yaani wewe umeanza mkutano mwanzo mpaka mwisho unasifia nchi moja iko Ulaya huko. Badala ya kuhamasisha ndugu zako wapambane na changamoto walizonazo, tusonge mbele. Dosari zipo, hata Ulaya dosari zipo. Dosari ndio maana tuna sheria. Nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Dosari zitakabiliwa kwa mujibu wa sheria. Lakini lazima maisha yafanyeje? Yaendelee. Hatuwezi kila siku tukawa tunaweka Watanzania kwenye tension. Kila siku Watanzania wako kwenye hamaki, kuandamana, tutavunja, tutachoma, tutafanyaje? Hatutafika kwenye dira. Yaani tukifanya hivyo hatutafika. Tutaathiri uchumi wa nchi,
tutaathiri uchumi wa mtu mmoja mmoja, na mwisho wa siku majuto atakuwa ni nini? Ni mjukuu. Ni lazima tukubaliane kwamba tuna ndoto hizi kubwa, tuna mipango hii mikubwa. Nchi yetu lazima itulie, tuweze kusukuma kete moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Tunaye rais, kiongozi wa nchi, kiongozi ana viongozi wanaomsaidia. Tusikilize serikali, tukosoe pale ambapo pana dosari, na hatua zitachukuliwa. Na mimi niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, pale mtakapoona pana dosari, andikeni. Mkiandika upande wa serikali, tutachukua, tutafanyia kazi, sawa. Lakini kukiwa na dosari, suluhisho lake sio kuleta fujo. Hivyo wewe Mwaikenda nyumbani, siku ukishindwa kupeleka nyama, watoto ukifika pale wakupige vibao, ndio hivyo, si ndio maana yake? Sasa maana yake inaonekana kama vile Tanzania ikiwa na dosari basi haifai kuwepo. Haiwezekani. Hata huko kwenye nchi za wenzetu pia ziko dosari, lakini dosari zikijitokeza, hatua zinachukuliwa, zinatatuliwa, na maisha yanasonga mbele. Maelezo yamekuwa marefu, ndio tumalizie. Mheshimiwa Katibu Mkuu, nakushukuru sana. Nina mambo mafupi sana mawili. Moja, umetueleza uzalishaji kuongezeka, ikiwemo uzalishaji wa vyakula na vitu vingine na mashamba ya miwa. Lakini tunaona masokoni bei ya sukari inaendelea kupaa. Nini tatizo? Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Katibu Mkuu, sio utaratibu wako ambao tumeuzoea. Hujawahi kuwa mtu wa mafumbo kwa kila jambo. Hawa unaotuambia hawatawaambia ni akina nani? Hao ambao hawatawaambia ni kina nani? Ni ambao sitawaambia. Sipendi niwe mjadala kwa mtu mwingine. Mimi ni msemaji mkuu wa serikali, lakini ni msemaji mkuu wa serikali ambaye ninasimamia sekta ya habari na kijua kinachojitokeza, na nisingependa nikitoka hapa mtu apate ajenda ya kuzungumza. Lakini Watanzania wanawasikia, wanachokisema wanakisikia, na mimi naamini hata wewe umenielewa. Umenielewa, na libaki hivyo. Cha msingi, wale wanaowaambia mambo yasiyofaa wapuuzwe. Tujielekeze kwenye mambo ya msingi ya kujenga nchi yetu. Umezungumza habari ya bei ya sukari. Sio bei ya sukari peke yake. Karibuni wote mtakumbuka, kutokana na athari za vita ambazo zimesababisha shida kubwa sana kwenye mnyororo wa bei za bidhaa duniani. Kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta, bidhaa mbalimbali duniani zimepanda bei. Kwa tumepata changamoto kubwa kwenye bidhaa nyingi, ikiwemo sukari. Sio sukari peke yake. Nyingi zimepanda kwa sababu hizi ni bidhaa ambazo usambazaji wake unategemea sana usafirishaji. Na usafirishaji ukishakuwa wa gharama kubwa kwa namna yote, na bei zitafanyeje? Zitabadilika. Ziko sababu nyingine pia ambazo zimechangia, lakini habari njema kwetu sisi wa Tanzania ni kwamba tumepiga hatua kubwa katika uwezo wetu wa kuongeza uzalishaji wa sukari. Tumefanya uwekezaji mkubwa, nilisema katika mkutano uliopita, katika viwanda vyetu vilivyopo Kilombero. Tumefanya uwekezaji mkubwa Mtibwa. Tumefanya uwekezaji mkubwa TPC. Tumefanya uwekezaji mkubwa Mkurazi. Hivi karibuni tutafika tani 600,000 za sukari, ambayo ndio mahitaji yetu. Tunayo sukari nyingi itakayokuwa inazalishwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo tukiwa na uwezo mkubwa wa kuzalisha sukari ndani ya nchi, pia na hizi changamoto za bei zitapungua. Na niwatie moyo, ndio maana nimezungumza habari ya uzalishaji wa sukari, uzalishaji wa miwa. Niwatie moyo wakulima wetu, endeleeni kuchapa kazi. Maana wakati mwingine, kwa mfano Kilombero pale umefanyika uwekezaji mkubwa ambao tuna wasiwasi inaweza kufika wakati miwa ikawa haitoshi kutoka kwa wakulima. Kwa tuendelee kuongeza uzalishaji wa miwa, tuwe na miwa ya kutosha ili tuweze kuzalisha sukari ya kutosha kwa ajili ya Watanzania. Ndugu zangu, mmemaliza? Basi mimi nawashukuru sana, niwatakie kila la heri. Nawashukuruni sana TanTrade kwa kuja. Niwakaribishe wote katika maonesho ya 50 ya biashara Dar es Salaam, maonesho ya kimataifa. Twende tujitokeze kwa wingi wa Tanzania, tukakutane na wadau wetu mbalimbali, tukapate bidhaa ili tuweze kutumia fursa ambazo zinatokana na maonesho haya.
Baada ya kusema hayo, asanteni sana. Salamu alaikum.